Nataka nichukue pia nafasi hii kwa niaba yenu kuwashukuru wanachama wa chama chetu nchi nzima kwa uvumilivu wao na moyo wa kujitolea na kwa jinsi ambavyo wamesimama imara. Tunajua watu wamepitishwa kwenye moto. Wanachama wetu kwa maelfu wameuawa, wamepotea, wengine wamepotezwa, wametekwa. Lakini watu wetu wamezidi kuwa imara hata katika kipindi kigumu hiki, wakiamini kwamba chama chetu ndio chama pekee kinachoweza kubadilisha hali hii, hali ya maisha yao wenyewe, hali ya maisha ya nchi yetu, uchumi wa nchi yetu na haki katika nchi yetu. Kwa nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana tena viongozi wote wa kila ngazi, kuanzia kwenye misingi ya chama chetu, kwenye kata mpaka ngazi ya kitaifa. Tulimamishwa pale stendi ya Magufuli na watu. Hiyo inaonesha ni kwa kiasi gani, na actually ni proof ya dunia kwamba unapowaonea watu huwasambaratishi, unawaimarisha zaidi. Huo ni fact ya kihistoria kwamba walipojaribu kuwaonea wakina Mandela waliwaimarisha zaidi. Walipojaribu kuwaonea watu wote, hata Mwalimu Nyerere hapa, wakoloni walimfungulia kesi ya uchochezi, na viongozi waliokuwa watano wakipigania uhuru wa nchi yetu, wakina Jomo Kenyatta waliowekwa kule Kapenguria wakafunguliwa kesi na wakafungwa, waliimarika zaidi. Kwa hiyo nataka niseme chama chetu kimeimarika zaidi katika kipindi hiki, na hizo pongezi zenu zote ni kwenu viongozi kwa resilience, kwa sababu mngesambaratika nyie viongozi wa kamati kuu, pengine tusingekuwa na chama. Na hilo ndilo wanalotaka, kwamba tusambaratike, watu wakimbie. Watu wanapomwona katibu mkuu anajitokeza katikati ya vitisho, wanapomwona manaibu katibu wakuu, wanapowaona wajumbe wa kamati kuu, wanapomwona Tony hajayumba, Sugu hajayumba, Brenda yupo, anatoa matamko kila wakati, watu wanaimarika. Kwa hiyo nawapongeza sana. Nchi na dunia inasubiri kwa hamu sana kujua mwelekeo wa nchi yetu, na mwelekeo wa nchi yetu unatoka humu. Nataka niliseme ili kwa uzito mkubwa muelewe. Kwa hiyo mjue uzito wa majukumu mnayobeba. Kama ulikuwa unajiona kwamba wewe ni mtu wa kawaida tu, ujue kwamba kwa fact dunia inasubiri na nchi inasubiri kujua mwelekeo wa nchi yetu. Hiki ndio chama kikuu cha siasa za nchi hii, na ndicho chama kinachotoa mwelekeo wa siasa za nchi yetu. Nchi iko mikononi mwenu na mnapaswa kufanya uamuzi wa busara, na baada ya hapa kwa kweli tuelekeze nchi kwenye yale ambayo tunatarajia yafanyike. Jambo la tatu, tunaitaka serikali dhalimu ambayo haijachaguliwa na wananchi imwachie Tundu Lissu mara moja. Na hii ni kauli ya chama chetu, ni kauli ya mkutano mkuu, ni kauli ya wanachama wote. Lolote litakalompata Tundu Lissu akiwa mikononi mwa hao watu haitaeleweka, haitakubalika. Kwa tunasisitiza kama tulivyosema tena na tena kwamba tunataka Lissu aachiwe mara moja, kwa sababu hana kosa. Kutumia court processes kuonea watu, kwenda kupaki kesi mahakama ya rufani ili kunyima haki. Justice delayed is justice denied. Kwa mwaka mzima kesi kubwa yenye mwelekeo wa nchi imekuwa stalled, mahakama wanapiga danadana. Maana yake ni kwamba ni kupoteza muda na kutaka Lissu apige magoti. Na kwa niaba yenu na kwa niaba ya chama chetu, masharti yote ambayo wamejaribu kutupa tumeyakataa. Hatutapiga magoti. Lissu amekataa. Amepewa ofa ya kutoka nje ya nchi aache kufanya siasa, amekataa. Wametupa ofa za kuandika si kufanya nini, tumekataa. Na narudia mbele ya wajumbe wa kamati kuu, tunataka Lissu aachiwe unconditionally, aje kuendesha chama hiki, kwa sababu yeye ndiye aliyechaguliwa
kama kiongozi wetu. La mwisho, kwa hatua ya sasa, kwa wanachama wetu na viongozi nchi nzima, tumetoa agizo la kusajili wanachama na kuanza kuignite structure za chama zianze kufunction. Mikutano mikuu kila jimbo, kila kata, na kwenda kusajili watu. Watu wana mwamko mkubwa sana wa kutaka kujiunga na chama chetu. Hii ndio fashion. Chadema ndio fashion ya nchi. Kila mtu anayetaka kuonekana mtu sane, mwenye uelewa, mwenye mwelekeo, mwenye mapenzi mema na nchi, lazima ujinasibishe na Chadema. Ukionekana wewe ni mtu wa kutoka upande mwingine, si chama kingine, watu wanakuona wewe ni mhujumu uchumi tu, kwa sababu chama ambacho kinaaminika na wananchi ni hiki hapa. Ndio chama cha siasa kinachoweza kufunction hata ambapo hatukuwepo. Wakati hatupo, tumefungiwa. Vile vyama vyao mmevisikia. Chadema imerudi, kila mtu ana furaha. Siasa imerudi na tutafanya siasa. Sasa kwa sababu hizo, tumeagiza wanachama wetu kusajili wanachama wengine wapya na kuingiza idadi kubwa zaidi ya wanachama kwenye chama. Tunajua Dodoma walikuwa wameanza, na watu wamekamatwa Dodoma. Viongozi wetu eneo la Sabasaba Dodoma wakiwa wanasajili wanachama. Chama hiki hakina zuio la aina yoyote la kufunction, la kufanya kazi zake. Tunajua kumekuwa na utaratibu Dodoma hasa wa kujaribu kuzuia chama chetu. Hata tulipofanya mkutano mkubwa sana uliotisha pale Dodoma, baada ya kutoka pale, viongozi wetu wa wilaya wote walikamatwa na mkoa, na nafikiri kesi hiyo bado inaendelea, kwamba kwa nini tulifanya mkutano mkubwa vile Dodoma. Sasa kuna jitihada za makusudi za kuzuia chama chetu kufanya kazi pale Dodoma. Hatutakubali. Tunataka RPC awaachie mara moja afisa wetu wa chama ambaye anaitwa Shujaa Evarist, katibu wa mkoa Mheshimiwa Francisco Lawrence, na mwenyekiti wa baraza la vijana wa wilaya Dodoma Rukia Saidi. Tunataka waachiwe kwa sababu hakuna kosa walilofanya. Waachiliwe mara moja, warudi kwenye kufanya shughuli zao, na nchi nzima watu waendelee kusajili.